Zamani mnamo mwaka wa 1870 paliwahi kutokea mtawala mmoja, au kwa lugha ya Kiswahili kilichonyooka tunamwita mfalme. Mfalme huyu katika utawala wake alipenda kutenda haki. Yaani kama ikitokea kuna mtu amekukwaza au unamdai pesa yako au mali yako, basi akienda kushtaki kwa mfalme, haki yako utaipata. Lakini kumfikia ilikuwa kuna process au kuna utaratibu maalum, sio kila mtu alikuwa anamfikia moja kwa moja. Kulikuwa kuna bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ndo kama kibaraka, kwa lugha sasa hivi tunasema kama chawa wake. Yaani ili kuweza kumfikia mfalme, ujumbe wako unatakiwa ufikie kwa huyu bwana, ndo anapeleka, na akipeleka ujumbe wako ndipo unafanywa kazi, au utaitwa kama una deni unadaiwa, unaona, au unadai sehemu, utaitwa wewe na huyo mdai wako. Siku moja kuna bwana mmoja jirani alikuwa anamdai huyo kibaraka wa mfalme ambaye anapeleka taarifa. Akawa anamdai pesa yake, lakini huyu bwana anamzungusha mno. Akatamani taarifa ifikie mfalme ili aweze kupata haki yake. Sasa alijiuliza kwa muda mrefu, nitafanyaje ili taarifa iweze kumfikia mfalme, kwa sababu huyu ambaye anapeleka taarifa ndio huyu ambaye yeye anamdai. Huyu bwana alichokifanya, alimwambia yule mdai wake kwamba naomba nikutane na mfalme, mwambie na mazungumzo naye. Yule bwana akasema hapana, toa shida yako kisha mimi nitaipeleka kwa mfalme. Huo ndio utaratibu. Lakini kukutana na mfalme bila ya kujua shida, hicho kitu hakiwezekani, sio utaratibu. Yule bwana akafikiria alichokifanya, akaandaa vitu hivi viwili. Cha kwanza, akaandika barua, akaweka ndani ya bahasha, akaifunga kabisa. Alafu cha pili, akachukua kitabu kilichokuwa kimeandikwa kwenye ukurasa, kimeandikwa neno secret, yani kwa Kiswahili tunasema siri. Kisha akaambatanisha na ile barua kwa pamoja, akampelekea yule bwana. Bwana, mimi naomba mpelekee mfalme ujumbe wangu huu hapa. Cha kwanza, hii ni barua ambao kuna ujumbe wake nimeandika humo, na hichi kitabu nimekiandaa kama zawadi kumpatia mfalme. Yule bwana akachukua kile kitabu na ile barua, safari kuelekea kwa mfalme. Lakini akiwa njiani akashikwa na hofu, kwa sababu alimpatia vile vitu anamdai. Cha kwanza, moja kwa moja yule bwana akafikia kuifungua ile barua, akijua kuna ujumbe utakuta mle ili ausome kabla hajafika kwa mfalme. Lakini cha ajabu, alistaajabu baada ya kufungua ile bahasha, ndani yake alikuta karatasi ambayo haijaandikwa neno lolote. Alishangazwa mno, akajiuliza alikuwa na maana gani. Basi kwa kuwa haikuwa kazi yake na jibu ameshapata kwamba hamna kibaki kilichoandikwa kwenye ile barua, akaamua kufunga kama ilivyo vizuri kabisa na kuweza kupeleka kwa mfalme. Na alipofika kwa mfalme, alimpelekea ile barua kama alivyoagizwa na kumpatia zawadi, kwamba hii ni barua imetoka kwa mwananchi wako, lakini amenipa na zawadi ya kitabu hichi. Mfalme akapokea, akaifungua ile barua, akauliza, mbona haijaandikwa chochote? Akaambia sifahamu. Yaani bwana akajifanya kama hajui chochote vile. Akaambia sawa, hamna shida. Yule bwana akaondoka. Siku zikapita, mfalme akaanza kusoma kile kitabu, kwa kuwa mfalme alikuwa ni mpenzi sana kusoma vitabu. Baada ya siku kadhaa, alipofika ukurasa wa katikati, akakuta kipande cha karatasi kilichoandikwa, heshima yako mfalme wa himaya hii, mimi ni fulani bin fulani, nimeandika ujumbe huu kwenye lengo la kukwambia kwamba namdai pesa yangu kiasi kadhaa fulani bin fulani. Mfalme ndipo akakumbuka na kuelewa maana halisi ya kupewa kile kitabu na maana halisi ya ukurasa kuandikwa neno siri. Kwa ndani ya kile kitabu kulikuwa kuna siri. Ndipo mfalme akamuita kibaraka wake,
na kumwambia amtafute yule aliyempa hicho kitabu. Yule bwana akafanya kama alivyoagizwa na mfalme, akamleta. Jambo likawa jepesi, mfalme akamaliza kesi. Yule bwana alistaajabu sana, alijiuliza ujumbe huo umepenya kwa njia gani, kwa sababu yeye ndio mwenye jukumu la kufikisha ujumbe na hakupata jibu. Hadithi hii inatufundishaje? Hadithi hii inatufundisha haki ya mtu haipotei, na kwenye kutafuta haki tumia akili, usitumie nguvu. Naitwa Lutumba.